Bana, hivyo ndivyo ambavyo 90 dakika zimetamatika. Leki Tanganyika wananchi wameendeleza ushindi wa bao 2-0. Goli la kwanza Mudathir Yahya Abbas kipindi cha kwanza, kipindi cha pili Eli Captown mzee wa mashuti ya mbali Mwite Bakari Nondo Mamnyeto, na mimi naweka maiki pembeni Steven Mapunda Garincha. Nataka nisikie tu kutoka kwako mazuri ambayo umeyaona leo kwenye mchezo huu. Mwalimu Julio alianza kwa kudunyuka kama nyani, lakini mwisho wa siku tunapigiwa ile few moment later. Yeah, of course mchezo ulikuwa una intensity kubwa, Okay. Mchezo ulikuwa una pressure kubwa kwa sababu ukiangalia upande wa Young African walikuwa wanahitaji kuweza kupata alama 3, Okay. ili alama 3 hizo ziweze kuwapa nukta nzuri za kuelekea kutetea ubingwa wao. Okay. Lakini pia ukiangalia Mashujaa nao pia wanahitaji kupata nafasi nzuri zaidi za kusalia ligi kuu, lakini pia kupata zile nafasi ambazo zitawafanya waweze kupata mtehe mzuri, kwa sababu unafahamu hata yule anayeshuka daraja pia kuna kiwango cha fedha ambacho anakipata. Kwa hiyo moja kwa moja kwamba kila mmoja alikuwa na uhitaji mchezo huu, lakini pia mchezo huu ulikuwa umehanikizwa zaidi na tambo na maneno ya kocha mkuu Julio ambaye alikuwa ameyazungumza siku 2 kabla ya mchezo na siku 1 pia kabla ya mchezo alivyokuwa amezungumza. Na kitu ambacho nimekwenda kukigundua kwamba Julio alizungumza kitu ambacho baadaye alikwenda kukiweka katika application. Alisema kwamba kuna aina wachezaji ambao hutaki kuwapa nafasi ya kuweza kukaa na mpira hata kwa sekunde 3. Na hilo tumeliona ukimwangalia Maxim pia Nzengeri, ameonekana ni mchezaji ambaye anafanya driving sana kwenye kikosi, lakini kwa siku ya leo ukiangalia alikuwa atoe hiyo nafasi ya kuweza kufanya dribbling ya muda mrefu. Ukimwangalia Pacome Pierre Zuzwa angawa amecheza dakika zote, lakini hujaona pia akiwa anafanya running za kutosha kwa staili hiyo. Lakini pia kwa Mudathir alikuwa anasema kwamba mchezaji mjanja, lakini ukiangalia katika matukio yote ambayo Mudathir alikuwa akitokea unakuta kuna backup ya mabeki 2 hadi 3 wakiwa wana defense. Na ukiangalia hata goli ambalo limefungwa utasifu jitihada binafsi na uwezo binafsi aliokuwa nao Mudathir, kwa sababu haikuwa rahisi. Ukiangalia anafunga goli akiwa ameipa goli mgongo, anatani akiwa yuko tayari, wakina Onditi akiwa wamesha mkabili. Unaona kabisa kwamba hakuwa katika eneo ambalo yuko comfortable kuweza kufunga, lakini kutokana na individual brilliant aliyokuwa nayo aliweza kuscore. Kwa hiyo unaona yote katika yote kwamba Julio alikuwa ametoa pepa ambayo badala ya kuifanya pepa iwe fresh, yeye akaifanya ikawa fake, kwa sababu tayari alishatoa mwandiko na watu wakaenda nayo na kuweza kuona kwamba namna gani tunaweza tukaendana nayo na kuweza kumbalance Julio na kuweza kuhakikisha kwamba tunapata alama 3. Na kwa Yanga wameweza kufanikiwa kwenye hilo. Katika kipindi cha kwanza wanagawanya 45 napata goli, 45 wengine napata goli kuweza kusecure ushindi wetu. Ndio ligi kuu ya soka Tanzania bara ilisimama kupisha kalenda ya FIFA na sasa imerejea tena. Nataka nifahamu kutokea kwako Steven Mapunda Garincha, namna ambavyo Young Africans wamecheza na kupata ushindi na matokeo. Je, wamepata ushindi kama timu kubwa ama kuna kitu pia wameimprove kama timu baada ya kukaa bench kwa muda mrefu, ama kuna kitu pia wamelose kama timu baada ya kukaa bench kwa muda mrefu kwenye hii kalenda ya FIFA? Kwa sababu ikumbuka wachezaji wake karibu wengi hawakutumika pia kwenye hii kalenda ya FIFA. Of course kuna kitu kimepungua kwa maana ya kwamba kuwa aggressive kwenye matukio, umeelewa vizuri na kutoa ile intensi ya kueleweka, maana kwamba energy kubwa kutumika kwenye tukio ambalo linatakiwa liweze kutumika. Okay. Kuna kitu ambacho kilikuwa kimepungua kwa upande wa Young African, lakini kuna comfortability ambayo imeweza kutengenezeka kwa baadhi ya wachezaji. Kwa mfano ukiangalia Pacome wakati wanakwenda break alikuwa ana injury, na hata michezo miwili ya mwisho hakucheza kwa sababu ya injury, lakini leo tunaona wanarejea baada ya kupumzika kwa siku kadhaa, anarudi mchezoni na anacheza dakika zote 90. Tafsiri yake ni nini? Kwamba tayari ameshakuwa fit, kwa maana ya kwamba maumivu hana, ila kwa sasa hivi anatafuta game time kuweza kutengeneza ile kujiamini kwenye mechi, lakini pia kutengeneza fighting spirit aweze kuwa nayo. Ndio maana anapewa dakika nyingi za kucheza. Tafsiri yake ni kwamba tayari ameshakuwa yuko timamu na anaweza akapambana. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo unakuja kuona kwamba Young African kuna eneo ambao wameweza kunufaika kwa wachezaji ambao walikuwa majeraha kurejea katika utimamu wao, lakini pia wameweza kunufaika pia kwenye kutengeneza pia mbinu za mwalimu, kwa sababu unaona huyu mwalimu aliingia
katikati baada ya kocha mkuu kuweza kuondoshwa na kuweza kukaa na timu. Kwa hiyo kipindi ambacho ligi ilikuwa imesimama, ilikuwa ni nafasi yake yeye sasa kuanza kutengeneza pattern zake na kuweza kuambia wachezaji nini wanaweza kuyafanya. Lakini pia unaona mabadiliko mengine ambayo wameyafanya kwenye kikosi chao. Hawakuwa na pressure baada ya kupata goli la kwanza. Okay. Na mara nyingi wametengeneza mazingira hayo, baadaye anakuja kuwagharimu. Ukiangalia hata mchezo ambao walipoteza dhidi ya Dodoma Jiji, baada ya kuongoza kwa goli moja, baadaye wanapata uongozi wa goli 2-1, wakawa na pressure zaidi ya kutaka kupata magoli zaidi. Mwisho wake wakaja wakasawazisha na kuweza kuongezwa. Kwa hiyo ukiangalia Mwalimu unamuona amepata goli, lakini hadi dakika ya 70, dakika ya 80 bado anakubali wakati mwingine kuwapa mpira wacheze Mashujaa, yeka nyuma ya mpira kuweza kutunza energy na kuweza kuangalia wapi kwenye magepu. Na tatizo la kupoteza nafasi limekuwa kubwa sana kwa upande wa Young African, lakini unaona kabisa waliweza kuigawa game vizuri na kuhakikisha kwamba dakika 90 zinamalizika, basi tuwe tuna point 3 muhimu mkononi mwetu. Na hicho ndicho ambacho ameweza kufanikiwa. Mchezaji bora wa mchezo wa leo ni Mudathir Yahya Abbas. Ana deserve kwa upande wako kuwa man of the match, ama wewe una wako tofauti kabisa na kamati ambayo imempendekeza Mudathir Yahya Abbas? Of course, kwa kile ambacho amekifanya leo Mudathir, hakuna ambaye anaweza akawa na doubt, kwa sababu mbali ya kwamba kuwa na uongozi wa goli alilolifunga yeye, lakini unakuja kuangalia attempt ambazo yeye alikuwa anazisababisha kwenye timu pinzani. Yes. Amepiga on target moja na limeweza kuzaa goli, lakini pia yeye binafsi ameweza kufanya blocking za maana zisizopungua 3 ambazo amezifanya. Hizo blocking ni kwamba wao walikuwa kwenye wanafanywa transition kuelekea kwenye kushambuliwa, yeye ndo anakuwa ana block lile shambulizi lisiweze kutokea upande wao. Yes, lakini pia yeye amekuwa ameanzisha mashambulizi mara 6, na ukiangalia kuna hadi nyingine yeye alikwenda hadi kwenye box na kupiga ina cut pass ambayo utakwenda kumsifu beki ambaye alisimama sehemu nzuri Onditi. Yes. Na kuweza kuzuia isiweze kuwa goli, na golikipa akaenda akaucheza vizuri. Lakini pia huyo Mudathir pia ndiye ambaye alikuwa amekifanya kitu ambacho kilikuwa katika eneo la mwishoni kabisa, na akafanywa madhambi katika maeneo ambayo yangeweza kuleta madhara kwa upande wake. Lakini huyo Mudathir ndiye ambaye amesababisha Balama Mapinduzi Kipenseli kuweza kupata kadi ya manjano, na ukiangalia leo Balama Mapinduzi alikuwa kwenye ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo ina maana kwamba kwenye kumzuia kumpa kadi ya njano iliweza kumrudisha nyuma Balama kutokuwa na comfortable ya kucheza fiziki, kwa sababu tayari alikuwa ameshaonywa kwa kadi ya manjano. Ina maana kwamba iliweza kumrudisha nyuma. Kwa hiyo amecheza kwa ajili yake, amecheza kwa ajili ya timu. Ameweza kuipatia goli timu, lakini timu imeweza kusekiwa na kuondoka na alama 3 muhimu. Kwa hiyo katika hilo unaona kabisa kwamba no doubt kwamba alistahili kuweza kupewa man of the match, mbali ya kwamba hajamaliza dakika zote, ameza dakika 80 kiwanjani, lakini unaona kabisa alichokitoa kimekuwa na tija kwa dakika zote 90 kwa upande wa Young Africa. Nani alaumiwe kwa upande wa timu ambayo imepoteza mchezo huu kwa mabao 2-0, backline yao ama mwalimu, mbinu zake? Nini hasa ambacho kimesababisha haya yote kutokea na kukubali kipigo cha mama mkanye mwanao? Mazoea na mdomo sio mzuri. Of course, kwenye kimchezo kumlaumu yoyote kati yao katika Mashujaa unakuwa unaukosea adabu mpira, kwa sababu ukiangalia utasifu zaidi Yanga aina ya magoli ambayo wameyafanya. Ukiangalia goli ambalo linafungwa na Mudathir ni goli ambalo zilikuwa ni tachi 3 tu ambazo zimepigwa. Mpira unapigwa mrefu na Djigui Diarra, unakwenda hewani, anakwenda na ugusa Prince Dube kwa kichwa, unakwenda moja kwa moja kwenye umiliki wa Mudathir, ana touch ya kwanza, ya pili anageuka anafunga. Ni goli ambalo huwezi kumlaumu golikipa, huwezi kulaumu defense, huwezi kulaumu yote, kwa sababu ukiangalia wao wenyewe walikuwa kwenye shape ya kulinda. Ukiangalia kwa sababu unapigwa mpira, wao kwa katika eneo la kwao la kuweza kudefense, lakini wanakwenda kuzidiwa maarifa na Mudathir. Pasi na shaka yoyote, hata mwenye Julio alikiri kabisa kwamba Mudathir ni mchezaji mjanja na ujanja wake umekwenda kudhihirika baada ya kuweza kufanya turning ambayo imekwenda kurekebisha na kuweza kuweka Yanga kuwa na uongozi wa kuweza kufunga goli lake. Lakini pia ukija kuangalia katika eneo lingine ambalo ukiangalia goli la pili lilofungwa na Young African, goli la Bakari Nondo Mwamnyeto ni rebounding ball. Ukiangalia tayari Max alikuwa ashapiga kuelekea wa golini, kipa anaucheza, baadaye Max pia anakwenda tena anaurudisha mpira mchezoni, wanaupita, Damaro anaukosa, unakwenda kwa Bakari Nondo Mwamnyeto, naye anapiga akiwa katika 6, anapiga mkwaju mithili ya kwamba mtu anataka auwe nyoka, na anaweza kupata goli. Kwa ukiangalia aina goli lilofungwa sio goli la kumlaumu mtu yoyote upande wa Mashujaa. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba Mashujaa
wamefungwa kimchezo kutokana na ubora waliokuwa nao Young African na mchezaji mmoja mmoja. Ukiangalia hata aina za substitution ambazo wameweza kuzifanya kwa Laurindo Aurelio Depo ambao alikuwa ameingia kuchukua nafasi ya Prince Dube. Ukiangalia aliyechukua Damaro Kamara nafasi, ukimwangalia Edmund John ambaye amechukua nafasi, wote wameingia, wamekwenda kuongeza energy. Na kitu ambacho kiniambia kingine ambacho Yanga kimegundulika ni nini? Dakika za mwishoni kabisa wanakwenda kufanya substitution na kwenda kuingiza nguvu mpya ili kulinda goli ambalo walikuwa wamelipata lisije likaja kusawazishwa. Lakini good luck inakwenda kwa upande wao, wanaondoka na ushindi mwingine mnono zaidi kwa kuongeza goli la pili. Anaitwa Stephen Mapunda Garincha, mwamba kweli kweli huyo, mwamba na robo kama sina nusu. Amepata kulichambua boli vizuri kweli kweli, namna ambavyo Young Africans wamerejea kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ushindi mwingine ambao unafanya wapate alama 363 alama, huku mnyama kabla hajacheza ana alama zake 58. Je, mnyama inakuwaje? Naweza kumkimbiza mchaka mtani, ama shughuli itakuwa nzito kweli kweli? Bado tunaendelea kuzungumza na wachambuzi wa soka. Endelea tu kuwa nasi mdogo sako kwa bako, ili uendelee pia kuselelea matangazo jadidi kweli kweli yasiokuwa na shida wala shaka yeyote ile.